Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kushambulia Oman ikiwa nchi hiyo itazuia juhudi za kutatua mgogoro unaohusu mlango bahari wa Hormuz. Trump ametoa kauli hiyo Jumatatu wakati ambapo mazungumzo kati ya Marekani na Irani yakiendelea kukwama, huku Oman na Irani zikijadiliana kuhusu uwezekano wa kurejesha shughuli za kawaida za usafirishaji wa meli katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Mvutano kuhusu udhibiti wa mlango wa Hormuz umechangia kupanda kwa bei za mafuta na kuongeza shinikizo kwa Trump kumaliza vita hivyo, hasa wakati huu Marekani ikielekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Hayo yakiarifiwa, Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amezungumza kwa njia ya simu na Rais Trump na akamtaka kuendeleza mazungumzo na Irani ili kupunguza mvutano, huku akisisitiza kuwa Uturuki iko tayari kusaidia juhudi za kutatua amani na suluhisho la kidiplomasia. Sasa huo ndio uchambuzi ambao tutachambua leo kwa kina kuhusu huko nchini Irani, hasa katika mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz ni mlango wa kimkakati ambao 20% ya mafuta yote duniani hupita katika eneo hilo na kuleta ahueni kote duniani. Kwa hiyo mpaka sasa mlango bahari wa Hormuz umedhibitiwa na Irani, na kwa sasa Marekani anajigamba kwamba anaendelea kumiliki mlango bahari wa Hormuz, lakini kiukweli ni kwamba mlango bahari wa Hormuz upo chini ya Marekani. Lakini tumesikia yule jenerali wa jeshi na mkuu wa majeshi pale Irani, Meja Jenerali Hamir Hatami ametangaza dau nono kabisa la yeyote atakayemkamata raia au mwanajeshi wa Marekani, basi atatoa dola 30,000 na 60,000 kwa wanawake. Kwa hiyo kwa sasa tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea, na hatujajua kwamba lengo hili au tangazo hili limetoka wapi, lakini binafsi nafikiri huenda anajaribu kutoa onyo kwa nchi ya Marekani, hasa kufikiria kupeleka jeshi la ardhini katika nchi hiyo ya Irani. Lakini mpaka sasa tunaona kwamba Marekani amepoteza kwa kiasi kikubwa sana malengo yake kule nchini Irani, na moja malengo yake ilikuwa ni kwenda kuchukua uranium ambayo ilirutubishwa kwa 60%, na pili ni kwenda kuvunja au kwenda kuharibu mpango wa makombora wa kule Irani. Hata hivyo bado ameshindwa kabisa kukamilisha au kutokomeza. Lakini kingine ni kwenda kupunguza ushawishi wa Irani katika eneo lote hilo la Middle East. Lakini chingine tumeona kwamba Marekani amefeli kwenda kuzoofisha uongozi wa pale nchini Irani. Kumbuka Ayatollah Ali Said Khamenei aliuawa tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 2026, lakini hata hivyo hakuna kilichobadilika. Bado viongozi wa pale nchini Irani wana misimamo mikali, na hata hivyo inaonekana uongozi wake ni wenye msimamo mkali kuliko ule uongozi ambapo alikuweko mwenyewe yule Ayatollah Ali Said Khamenei. Na hii inaonyesha picha moja. Picha mojawapo ni kwamba Irani wameimarika na wapo wamoja, na hasa kwenye kipindi hiki kigumu ambacho wanachokipitia kwa kipindi chote cha miezi 6. Kwa hiyo tunachoona hapa sasa ni kazi kubwa sana ambayo Marekani alikuwa nayo. Nakumbuka Rais Trump anaingia kwenye uchaguzi katikati ya muhula ambao unaenda kufanyika kule pale Marekani mwezi wa 11, na hata hivyo umaarufu wa Rais Trump umepungua sana mpaka kufikia 33%. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa kwamba watu hawajapendezwa na utendaji kazi ambao wanaofanya, hasa kwenye vita hivi vinavyoendelea kule nchini Irani. Lakini hata hivyo 64%, baadhi ya watu wamesema kwamba
hawaridhishwi kabisa na utendaji wa Rais Trump, hasa vita hivi vinavyoendelea huko nchini Iran. Kwa hiyo hatujui nini kinaweza kutokea, lakini tumesikia kauli ambazo zinatolewa za kila siku ambazo Trump anasema kwamba anafanya mazungumzo na viongozi wa siri wale wa nchini kule Iran. Kwa hiyo hatujajua ni viongozi wa aina gani, lakini yeye amesema ni viongozi wa kijeshi ambao wale wa IRGC. Kwa hiyo tunasubiri nini, tuone nini kinaweza kutokea, lakini hali iliyoko kule Mashariki ya Kati kwa sasa bado ni ngumu sana, na hatujajua nini kinaweza kutokea kwa sababu Marekani inaonekana kabisa ameshindwa kabisa operation ya Epic Fury. Kumbuka operation ya Epic Fury ni operation ya kijeshi ambayo lengo lake kubwa ni kwenda kukomboa au kwenda kumaliza kazi kila kitu kwa kutumia nguvu, kwa maana kutumia nguvu za kijeshi. Lakini hata hivyo operation Epic Fury imeenda kuangukia kwenye diplomasia, na hata hivyo diplomasia yenyewe tayari imefeli kabisa, na wa Irani wanajigamba kwa kuipigisha magoti Washington kwa kufuata mlolongo wa diplomasia. Kwa hiyo Irani bado inaonekana nchi ngumu, nchi yenye msimamo mkali, na hata hivyo bado hatujajua vita hivi vitaisha lini. Lakini binafsi nafikiri mzozo huu sio kwa kutumia, kama Marekani anataka kutumia nguvu, ni wapeleke either wapeleke nguvu kubwa ya jeshi, na hawezi kushinda vita hivi, hawezi kumiliki mlango bahari wa Hormuz endapo kwa kutumia mashambulizi ya anga. Ni lazima au kutumia diplomasia, hawataweza kupata chochote. Kama anataka Marekani kufanikisha au kuishinda nguvu Irani, basi wapeleke askari zaidi ya 50,000 wa alizini nchini Irani, na wakafanya operation ile ya alizini ya kukagua na kuangalia ni eneo gani silaha zao Irani zipo, na kwenda kuziharibu moja kwa moja kupitia jeshi la alizini, kwa maana infantry soldier. Lakini otherwise, kama kwa kutumia tu mashambulizi ya anga, na Marekani hawataweza milele kuipambana dhidi ya Irani, na wanaweza kuchukua muda mrefu, na wanawezekana wakakimbia eneo hilo kama walivyokimbia kule Afghanistan. Lakini binafsi nafikiri njia pekee ya kumaliza mzozo huu ni kuja kwenye meza ya mazungumzo, kila upande wajaribu kuexpress their views, kwa maana wajaribu kuexpress yale mawazo yao, na kila mmoja wajaribu kuyadadavua na kufikia tija na kufika mwafaka katika yale mawazo ambayo kiupande fulani au upande mwingine yamekuwa mawazo ambayo tata. Kwa hiyo mimi nafikiri kuna haja kuja kwenye meza ya mazungumzo, waongee na kufikia hitimisho lenye tija. Kwa hiyo mimi nafikiri hatua nzuri au njia bora ya kuepusha mgogoro huu ni kutumia diplomasia, kwa maana ya mazungumzo, na hii itaepusha kuleta maafa zaidi katika eneo lote hilo la Mashariki ya Kati. Na tumeona Iran ameendelea kushambulia nchi nyingi, hasa zile nchi za washirika wa Marekani, lakini pia na sehemu zile ambazo zenye maslahi ya Marekani. Tumeona kuanzia Bahrain, Kuwait, Jordan, zote zimeshambulia vibaya sana na Iran. Na Iran inaonekana ni giant kweli, kwa sababu ameendelea kufanya mashambulizi kwa nchi zaidi ya 10 katika mzozo huu ambao ulioanza tarehe 28 mwezi wa pili mwaka huu wa 2026. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba dhahiri kwamba Iran iko vizuri kijeshi, na wamejipanga kweli ili kumaliza au kupambana na adui yake mkubwa kabisa Iran, huyu Marekani. Kwa hiyo yote tunaona kwamba bado hali ni ngumu, na suluhisho bado la moja kwa moja bado hatujalipata, na tunasubiri nini kinaweza kutokea. Lakini binafsi nafikiri diplomasia ndio njia pekee ya kumaliza tofauti zao na kufikia kwenye hitimisho lenye tija. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anajaribu kuipigia chapuo nchi yake kuwa mpatanishi dhidi ya Irani, ili kuhakikisha kwamba waje kwenye meza ya mazungumzo na kutatua jambo hili kutumia diplomasia. Na Trump anaingia kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula. Sifikiri kwamba kula anaweza akakubalika, kwa sababu tayari vita huko nchini Irani ameshapoteza, na sifikiri kwamba anaweza kupata uungwaji mkono. Kwa hiyo na ngoja tuone nini kinaweza kutokea, japokuwa anasema Irani isalimishe kwa sasa,
na wasipojisalimisha basi ataweza kufanya jambo jingine ambalo analojua yeye. Sasa hatujui ni jambo gani, lakini binafsi nafikiri kwamba ni vitisho ambavyo tumezoea ambavyo Trump ameendelea kutoa kwa Irani, na hata hivyo ameshindwa kabisa kuifanya chochote au kuipigisha magoti nchi hiyo ya Kiislamu. Unaona? Kwa hiyo binafsi nafikiri diplomasia ndio njia pekee ya kufikia makubaliano na kufikia hitima au hatima ya yenye tija katika mzozo huu unaoendelea wa Mashariki ya Kati. Kumbuka mzozo huu umeanza mwezi wa pili mpaka leo, kwa hiyo takriban sio chini ya miezi 6 sasa. Kwa hiyo hii yote inaonyesha kabisa bado hali ni ngumu sana katika eneo hilo lote la Mashariki ya Kati. Jamani, asanteni sana, msisahau kufollow na kusubscribe.